Mambo vipi mtazamaji wa Ndoto Yangu TV? Kama kawa tumepatana tena katika kipindi Fahamu Leo, kinapatikana Ndoto Yangu TV. Kama kawa, in terms of burudani, sijai kukudisappoint. I'm your host Melody, as behind the camera ni Queen Jambi. Leo ni siku amazing sana, which I really enjoy being here. Leo nimetembelea studio za Mastermind Pro. Mastermind wanatengeneza sigara ama ni mziki tu? Itakuwa ni mziki wenye smoke kali. So leo nimekuja kupatana na CEO wa Mastermind Pro ambaye anafahamika kama YT Pro. Hili ni jina kubwa tunalolizungumzia. So ni leo natarajia kujifunza vitu vingi kutoka kwa YT Pro. So join us. Let's do this, man. Mambo vipi bro? Mimi niko fresh kabisa. Labda ni jambo zuri na najivunia sana. Unajua tukikutana na legends huwa tunajifunzanga vitu vingi sana. Kwanza kwa majina, mtu ambaye hakufahamu, tumtambulishe Ndoto Yangu TV. Who is YT? YT ni nani? Unajua YT tukisema mtu hata hajui ni Y na T anafikiria ni kitu cheupe. So mimi naitwa producer YT, ama kwa mkato watu wananiita Pro YT. Mimi ndo CEO wa Mastermind Pro Studio. Apart from kukuamini producer, mimi ni msanii pia. Nafanya muziki wa injili. Yeah. Naongea na Holy Father. No, we ain't holy, but we are trying to be. Yeah. I like that. Even nikiingia M-Pesa nikusukumie pesa sasa hivi nitapatana na YT? Jina langu la ID. Nafahamu hilo sio important kwa naona labda mwenye tunafanya naye kazi hataona mwenyewe akinitumia pesa. Bro, umenikwepa, ni sawa tu, ni sawa. So producer YT ama Pro YT, yeah, ni jina kubwa sana hapa nje Meru ama Mount Kenya region. Yeah. Unahisi YT anaishi maisha yanayofanana jina lake? Unajua kila mtu ako kwa mbio ya maisha yake. Na kitu chochote kila mtu anafanya kila siku anafanya ndio aweze kukimu mahitaji yake, aweze kusaidia maybe watu wa familia yake, ama ajisaidie mwenyewe kwa maisha yake, unaelewa. Na kuna kasumba ya wasanii yenye wao uishi, unapata msanii anataka pale online aonekane ni mkubwa, aonekane sijui vipi. Hata asindi na kile wasanii. Unaelewa. But mimi naweza sema that venye mimi uishi maisha yangu, I'm happy about my life. Vile watu ni rank mimi sijui ranking ya msanii ni mtu hata ni mashabiki ama watu atakuranga hapo nje, but the way mimi naishi kivyangu mimi nafurahia na vile mimi naishi maisha yangu. Wow, busara kubwa sana. Tulifikia tukapatana na kijana barubaru, lakini wisdom iko hapa, iko another level. Huwa hufili zile zinakuanga ni kama pressures kwa wasanii. Kusema kwamba kila mtu mwenye ni mwana sanaa na jina likishakuwa kubwa, yani fame. Mtu anataka aishi maisha yani ya kuball. Hii huwa inakupea pressure kiasi gani? Ina depend na ulikuja kufanya muziki kwa sababu gani. Kuna mtu anakuja kufanya muziki ndio maybe apate pesa, inakuwa yeye ndio job yake ya daily. Anaamka asubuhi anaingia ofisi yake anaenda kutafuta pesa. Kuna mwingine ameingia kwa sababu anakuja maybe anataka ajulikane, anataka sasa atumie hiyo kujulikana yake kwa vitu zingine. Kuna mwingine naye anafanya ndio kwa sababu ni passion yake, anafanya tu hataki kujua kama atapata pesa. Kuna mwingine anafanya maybe kama ni demo napata niko na machali hapa nje watanitambua sana, niko na demo hapa lazima wanitambue sana. So ina depend na wewe unakuja kwa sababu gani. Yeah. So kama wewe ulikuja kwa sababu ya fame, mimi naona usipopata ile fame ama usipofanya vitu zinakupatia fame, inakupatia pressure, inabidi sasa umeanza kufanya vitu zenye zitafanya ile fame come through na wewe. Kama ulikuja kutafuta pesa, sioni kama hizo vitu zingine zote ziko na umuhimu. Inakuwa sasa umefocus na pesa. Kama ulikuja kufanya kwa sababu ni passion, kama ni mtu injili kama mimi, wale wengi wanasema mimi naimba tu ni pass ile message. Unaelewa? Sasa akishaimba na yake ngoma yake YouTube, mmewatch yako satisfied, hata ikujua kama mtafanya hizo vitu zingine ama mtafanya, unaelewa. So I believe that sasa kila kitu yenye msanii yote ana run natural daily. Msanii yote kitu yote tu unaona akifanya anafukuzana na haja yake ya kufanya muziki. Yeah.
Kuna kitu kimekuwa kikiendelea on the social media ama katika ulimwengu wa producers, watayarishaji wa muziki. Kwamba mtu akishakuwa ni producer mkubwa, kitu anafanya ni kusaini wasanii fulani kwa njia ya kuwasaidia, lakini anawasaini kuwaki nao permanently. Si ile mtu anakuja na record anaenda. Anakuja anamfanya ni kama huyu msanii ana recording tu kwa mastermind. Iko hivyo. Unaona? Kwa njia ya kujiongezea kipato. Tushaanza mikakati kama hii na upande wako pia? Unajua kusign artist ni vitu zingine zinahitaji ukue mfanyikazi, uko tayari kufanya kazi, na pia ule msanii mwenyewe akue anafanya kazi. I personally sahi mastermind mesign wasanii kama 4 5 hivi. Na pia wao zile agreement tumesainiana nazo ni agreement yenye si ngumu vile tungesema like msanii ameenda kwa lebo ya nje akasainiwa hivyo, unaelewa. Kwa sababu unaona mimi nimefanya kazi pale Nairobi miaka mingi. Nilikuwa na learn music business, nijue hiyo business inaendaje. Like ukisema ni kusaini msanii, what are you talking about? Juu kwa wale hawaelewi, juu pia napata na agano wasanii data ni unaweza ni sign. First of all, msanii requesting asainiwe. Ni anafanya kazi, maybe msanii akikuja hapa afanye kazi, anafanya kazi 1 2 3, pia unajua nishaanza kumzoea, nishaanza kujua strong point yake, mahali yako weak, unaelewa. With time tunakuwa tumebond na ule msee. Tukisha bond ni juu msee ni workable, ndio sasa naweza sign ule msanii niseme Hamza naweza msign, huyu ni msee wangu. Juu najua sasa ako na potential, najua workability yake, najua Kenya anaweza do best, Kenya hawezi fanya, unaelewa. Sasa inakuwa sasa hauwezi sign mtu uja nini. Pia inataka ukuwe na hela, kwa sababu una understand like ukisha sign ule msanii wewe ndio unagharamia vitu zake. Kumsign ni kumaanisha wewe unamchukua unamfanyia muziki kwa sababu maybe ana hela ama ako na kipaji. Alafu inakuwa kutoka kwa ile muziki sasa ndio mnapata faida. Ile faida inapata ndio mnagawanya sasa na ule msanii. So unapata msanii mmoja ni mlazy, juu kuna msanii ako na talent lakini ni mlazy. Unapata sasa haizi ingia pale, unaelewa. Na pia wewe mwenyewe kama mastermind ama mimi kama YT lazima nikuwe na pesa, kwa sababu ule msanii anahitaji kutayarisha muziki, unaelewa. Pia ile muziki ikishatayarishwa tunahitaji video, tunahitaji marketing, tunahitaji msanii mwenyewe ang'are, unaelewa. So pesa inahitajika, na tuseme so far najaribu vile naweza. Nimesign wasanii wa gospel kama 3 na wa secular kama 2 hivi. And I believe with time tutaongeza wengi. Thank you for that. Ningependa kujua YT kama YT akitaka kufanya kazi na msanii fulani, nataka unipee vigezo vitano ambavyo huwa anavizingatia kwa msanii huyo. Number 1, lazima msanii mwenyewe akuwe willing. Willingness yake inakuja na yeye ako tayari kuimba na mimi niko tayari kumfanyia nyimbo. So willingness ndio inakuanga kitu ya kwanza. Kitu ya pili, ile nyimbo yake yenye ameandika isikujika kwa ni vulgar music. Na record muziki zote ya secular na ya gospel, but hata ile secular kama ni vulgar sana mimi wanaikata. Ndio. So lazima isikuwe ni vulgar music. Number 3, akuwe na content mzuri. Content ni kitu ya maana. Unajua kuna msanii anakuja unasikiza vitu zake unasikia yani. So akuwe tayari maybe kama ni ile content yake kama iko sawa tunaweza rekebisha, ama yeye mwenyewe content yake iko sawa already. Number 4, akuwe ni msanii workable. Kuna msanii anakujanga ananiambia like nataka unitengeneze ngoma. Mimi namuuliza miaka 5 kutoka sasa unajiona wapi? Ama umepanga nini na hii muziki yako? Nikisikia si msanii wako Boma Times, kuna wengi wanakataa, naambia mimi kazi yako sitaweza, wacha nikurify kwa producer fulani, kwa sababu mimi nikifanya ile kazi sitaki tunafanya kazi leo alafu kesho unakufa. Unapata like msanii akikuja, mimi msanii akishaingia hapa akue ashai record tena, akue ni msanii mpya na kuangashua ndio mwanzo wake mpya. Sasa kama msanii anakuwa reborn, anaamka sasa kama msanii juu akitoka mastermind ile sura natoka nayo ama ile image anatoka nayo inakuwa different na yenye amekuwa nayo before. So sitaki ni create image alafu sasa kesho haupo. Mafans wataanza kunilaumu, YT Hamza alienda wapi? Ulimtoa alienda wapi? So lazima akuwe ni msanii wako bon na kuna plan ya kufanya muziki. Number 5, hela lazima ikuwe. So kusaini mtu lazima msaini na pesa.
kusign si lazima, inakuwa tuko na agreement, kuna agreement fulani tunafanya na ule msanii. Juu hadi hao wasanii wote nimekuambia nimesign yet agreement zao ziko the same. So inakuwa tunaongea, but lazima tukuwe na namna ya kutafuta hela juu at the end of the day hiyo ndio tunafukuzana nayo kwa maisha, na pia ile muziki ndio iende through, lazima kukuwe na hela. I understand. Lakini katika vitu vitano ulivyonitajia hujanitajia kipaji kabisa. Hujaniambia talent. So mtu hana talent lakini ni workable na nini, uko ready kufanya naye kazi? Kuna kitu inasemanga uko na talent but skill ina beat talent. Ndio maana nilisema pale mwanzo lazima ukuwe willing. Ukiwa ile willing, uko na willingness ya kuwork, tunaweza work vizuri sana. That's so super amazing. So kwa mtazamaji wa Ndoto Yangu TV, kidogo mimi nataka nikutoe nje kidogo. Imekuwa ni mwimbaji na bado ni producer, si ndio? Yeah. Nataka kujua kitu kimoja. Imekuwa ni kawaida kwamba kila producer ni mwimbaji. Yaani kuna wao ni waimbaji ambao bado wanakuja kuwa ni maproducer. Na tukiangalia katika mifumo ya maproducers ambao wameendelea kama Marekani hivi, utakuta muziki unafanywa na watu zaidi ya 10. Kuna huyu ni wa mastering, kuna beat, kuna huyu ni wa vocals nini. Unaona? Hauhisi kwamba hii wao kuchanganya usanii na kutayarisha muziki inaharibu labda ladha ya muziki kuwa mzuri? Mimi sioni, kwa sababu tumebarikiwa sisi wote differently. Na ukiangalia kama ni industry ya Marekani na industry ya huku kwetu, ni industry mbili different. Unaelewa? Juu for example nimekuambia niko nafanya kazi Nairobi. Wakati nilikuwa Nairobi mimi nilikuwa tu niko beatmaker peke yake. Ni kwa sababu pale unapata kama for example nichukue umesema ya Marekani, tuseme msanii yote random, tuseme kama Chris Brown hivi. Chris Brown ama Sean Paul ama mtu yote akiamua kufanya ngoma, anaenda kwa label. Huko kuna kuanga na labels. Na ni labels well ni zinajulikana vizuri. So unapata wao wako na plans poa, na market yao pia iko fit, si kama hii ya huko kwetu. Ya iko poa zaidi kupata. Sasa kufanya kama ni ile muziki ukitoka wanauza, na inaweza kuwalipa wale watu wote wenye walihusika kwa ile muziki, hata kama ni producer 20, kama ni nani, unapata sasa kuna vile. But huku kwetu unapata ni different. Industry yetu ni ndogo, si eti iko poa, but ni ndogo, kipato chenye tunapata ni ndogo. So ukiincrease wase kwa ile project, unapata sasa hamna faida yoyote. So watu 20 na 10,000. Unaelewa sasa? Na hata hiyo 10,000 si eti ni wasanii wote wanalipa hiyo 10,000 ndio, unaelewa? So unapata kipato inakuwa kidogo, so unakuwa all inclusive. Na pia haimaanisha ufanye muziki poa vile tuko all inclusive. Muziki bado inakuwa poa ni vile sasa inabindi sasa unafanya extra work ndio muziki ikaepoa. Pia kama mtu ni producer na ana uwezo wa kuimba, mimi sioni kukuwa na nini yote. Juu unaangalia pia Marekani tuko na watu kama kina Charlie Puth unapata ni producer, na kwanza anajiproduce muziki yake mwenyewe, anaproduce watu na anaimba pia. Unapata mtu kama Pitbull, watu kama Timbaland ni maproducer na bado wanaimba. So sioni kukuwa na ubaya wote. Wow, majibu mazuri. Kwa mwenye alikuwa na swali kama hilo, tumepata majibu. Kidogo mimi nataka kujua kwanza one thing katika nchi ambazo zimeendelea kama in East Africa. Tuzungumzie East Africa kwanza. Nchi ambazo zimeendelea kimuziki, tunaweza kusema bila kudanganya, Tanzania ipo mbele yetu. Sijui kama nitakuwa na kusema. Iko mbele sana. Thank you. Na katika interview ambayo alifanya one of the producers wakubwa Tanzania, anaitwa kama Estukizi, sijui kama unamjua? Estukizi nampenda, ni rafiki yangu sana, watu na ideas. Oh yeah, I like that. Alisema kuwa malipo yake sio chini ya $1,000 katika interview aliyofanya na Dazan Selection ya 24th May 2019. Dau lako liko wapi? Liko vipi yani? Unajua sasa ina depend na, nimekuambia ina depend na industry, ina depend na watu na wao. Pia tukikuja tutoke huko Tanzania tukuja hapa Meru. Unapata kuna watu wanasema white ni expensive. Ni more expensive, ukienda studio yake anakuwa ni more expensive. Unaelewa? So ina depend na venye una value kazi yako. The same na unajua hii inaitangwa creative work. Ukienda for example sisi na watu wanashona viti pale nje, ama mtu anapaka rangi, ama mtu electrician or something else, ukimuita ile ni creative heart. So ina depend na
Ukienda mtu akutengenezea kitu, utaenda workshop moja mtu atakwambia mtu akutengenezea 1500. Utaenda workshop nyingine akwambia the same kitu akwambia mimi ni 10,000. Unaelewa? So ina depend na wewe unajiplace wapi na ile art yako, ama unataka value yako, kazi ya ama value yako ikuwe ni kiwango kipi, unaelewa? So hapa hatuwezi fanya cartel kama vile unasikia watu wa mikate wamefanya sijui nini, wanasema mikate yote itoza pesa fulani. Hii ni creative work. So kama wewe unaamua ulipishe yako 500, mimi naamua nilipishe yangu 10,000. Sioni kukuwa na makosa yote, ni mtu na ujuzi wake vile anataka kulipisha ujuzi wake. Lakini kama mimi naweza kumnuku katika kitu alichokisema kwenye interview aliyoifanya, alisema kwamba producers ni kama hawataki kujivalue, like take your work seriously, kusema kwamba hii ni kazi yetu, tunafaa tuivalue. Kama mtu hana uwezo huu hafai kuwa na sisi, unaona, na sisi tu value kazi yetu, unaona. Sijui hiyo kwako unaichukuliaje? Yeah, ni ukweli kwa sababu at my personal level pia si eti na work na kila mtu. Ulimeniuliza vitu zenye nahitaji ndio ni work na msanii. So kuna zile mazingatio. Kuna msanii nimekwambia tena, kuna wasanii wao kuja hapa wananiambia akiwa eti mimi naona iko hivi na hivi, namwambia na mimi yangu ni hivi. Basi kama hatuwezi endana hivyo, inakuwa basi ile kazi inakuwa nini, nakwambia naweza kulifa kwa producer mwingine, maybe utamuongelesha ni producer mpaka ukimuongelesha maybe atakuelewa, mtaelewa ile kazi. Kuna mwenye pia ukuja na ako na hiyo value. Maybe nimemwambia hata ni 10,000 ama 15,000. Namwambia mimi nataka nifanye muziki, ni ananiambia niko na but tunashinda bado kufanya kazi. So ndio nimekwambia value ya mtu ile anajiweka ina depend na vile wewe uko na vile kazi yako ipo. Na bado tukisema hivyo, unajua pia kuna maybe upcoming producer, unapata maybe mtu ako na, wacha niite njaa. Unapata mtu ako na njaa. Sasa kama mtu ako na njaa na anaangalia hii kama kazi yake akipata daily, ukienda hata umwambie mimi niko na 2,000 nataka unitengenezee muziki, atakwambia wewe niongezea. Hapana, nakwambia acha tufanye tu. Na sasa unapata hata take time na ile muziki. Ndio maana unapata kuna producer amekuwa akiproduce maybe 5 years na bado jina lake halijatoka, kwa sababu ukishamlipa 2,000 anataka atengeneze muziki haraka. Uende abaki atafuta 2,000 zingine ndio siku yake ijaifiti. So unapata ile muziki anafanya ni substandard, maybe vitu kama hizo. So I believe producer huji place kulingana na kazi yake yenyewe anafanya. Wow, that's so super amazing. Like unahisi itatuchukua miaka mingapi ama wakati kiasi gani kuja kufikia kwamba ma producers wetu atakuja kulipa waseme standard yetu $1,000 bila hiyo? Ina depend bado, kwa sababu unaona sasa vile unaendelea ukitengeneza kazi. Kwa sababu mimi naweza sema nijiongelea at me personally. Ile level niko saa hii, nilikuwa natamani hiyo niko hiyo level 2 years ago. Level yenye niko saa hii nilikuwa naitamani 2 years ago. Na 2 years ago bado nilikuwa producer. But kuna vitu fulani nilikuwa naziuliza. Itafika wakati kweli mimi msanii nilipa 10,000 nimtengeneze muziki. Naona ni puzi hizi make. Itakuwa na wakati mimi niko na studio hata kama ni kadogo, naona maze hizi make. Unaelewa? Ukishaanza kufanya kazi sasa niko na studio, kuna ile standard nimefika sasa. Sasa unakuna another standard. Hata ule producer mwingine unamuona pale. Itafika wakati ukienda saa hii uenda after miaka 2 utampata amepanda. Hata kwa level nyingine. So mimi nasemanga, hata naambianga wase, itafika point mimi nitasaini wasanii kama 10. Iko hao ndio wasanii nitakuwa nafanya nao kazi peke yao. Wewe ukinihitaji wewe huyo hata aniamsha usiku aniambia na pesa tutafanya, kwa sababu tuko na mikakati ya kazi. But kwa sasa ni msanii mwingine sema msanii mzee kama ufanye album, sioni tukifanya kazi na hii album na kulipisha hela fulani. Waitia ameanza mikakati yoyote ya kusema labda kutengeneza producers wadogo wapya? Sasa hiyo si swali. Producer yote yako Meru ni mwanafunzi wangu. Serious? Hebu ambie na sauti ati. Nimesema producer yoyote yako Meru. Yoyote ako Meru. Ako mentored by me. Like serious? Yeah. Kwanza kina Medi, kina Rikoji ameanza kuproduce muziki like 15 years ago bro. Nani alisema hivyo? Mimi nimesikia hivyo za mtaani tu wanasema. Sawa, kama alianza 15 years ago, ile time tulijuana, mimi ndio nilimmente ile time tulijuana.
Hey, that's so super amazing. I hope mtu ni attack on Twitter. So one thing that to confuse nimesema producer yote Mmeru. Right? Producer yote Mmeru mimi ndio amepitia mikono yangu nimementa. Hata wasanii wote unajua Meru wazuri walianza kwa mikono yangu wote. Kuanzia kina Coach Tua, kina J-Soul, kina nani wote wameanza kwa mikono yangu. Wow, that's so amazing. Nataka kujua wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili kama sijakosea. Tumeanza kuvuruga. So unaimba nyimbo za injili na katika kuimba nyimbo za injili wewe ni mmiliki wa Mastermind Pro. Na katika studios ambazo labda zina record music huwa zichagui mara nyingi na zingine zinakuanga strictly kwa kutengeneza muziki wa gospel peke yake. Nataka kujua labda kwa sababu wewe unaimba injili na ni Mkristo kama ulivyosema, je, ku Mastermind Pro inakuanga na hizo sheria za kidini ama unawake na mtu yote hata wa secular? Okay, vipaji tunapewa na Mungu. Hata anaimba muziki wa secular, kipaji amepewa na Mungu. So mimi kama mmiliki wa studio natambua kipaji. Ndio nilikwambia pale mwanzo, I don't record vulgar music. Kama unaimba secular but content yako iko sawa, mbona tusifanye muziki? So haina mipaka yote, bora yake tu ile muziki sikuwe ni muziki na matushi ama vitu kama hizo. Hivi unajivunia nini kwenye kazi yako ya kuwa producer? Let me say I'm just passionate about my music. Actually making music is one of my best hobbies. Vitu kama napenda kabisa kwa maisha yangu. Kufanya muziki ndio kitu cha kwanza chenye mimi wanapenda. So ikikuja ni creating music naweza lalata studio. Wow, that's so amazing. Unahisi umesema umementa watu wengi kuanzia producers mpaka waimbaji. Unahisi YT anapata heshima nayo istahili kutokana na vita alivyofanya kwenye industry? Ina depend na ni watu wa gani. Because for example ukiangalia kama ni maproducer wote mimi ninaheshima na wao. Tunaheshimiana yani big time. Sijai vurugana na producer yoyote. Hatujai nuliana mikono na producer yoyote. Ikifika ni wasanii pia akukosangi marumbano hapa na pale. But let me say me wasanii wenye na work na wao wote wananiheshimu kama producer wao juu hatujai gombana na msanii yoyote kwa ati umenikosea hivi ama yeye nimwambie umenikosea hivi. Isipokuwa tu ni ile kidogo tu ya kikazi. But ile tumekoseana heshima ati mimi siwezi ongea na huyo mtu tena sijui nini. Sidani, but watu wote nimework nao Meru and outside Meru. Sisi tunaheshimiana vizuri sana. Na kitu kingine yenye tu ninge emphasize maybe kwa society. Unajua at times society hawaonagi kama hawatambuangi producer. Unapata muziki imetoka. Muziki iko na tag. Msanii amefanya ngoma unasikia hapo kuna YT on this. Ukienda kuwatch video imeandikwa directed by producer YT. Basi sasa unapata watu watambui ile. Wanatambua msikia Hamza akona ngoma ndoma. Hiyo muziki yake ni kali but you will never hear anyone talk about the producer. Unaelewa? Ni wasewa chache tu maybe kama wasanii wengine tu ama mtu alikuwa msanii akaacha nini wanatambua ngile kazi ya producer. Na hii inakuja the same time na hata kwa band. Unapata kwa band watu wanatambua mtu anaimba sana. Lakini mtu anacheza drums hapo nyuma, mtu anacheza bass hapo nyuma unapata ni very rare watu hao walikuwa. Mimi nakukata kwa namna fulani. No. Kwa sababu najua ule msanii ndiye kwa msanii na mimi lazima atakuja kunitafuta. Kila mtu ako na time yake ya glory yake. Unaelewa? So ikifika kama ni time ya ngoma kutoka, ni time ya msanii na glory yake. But ule msanii ndiye atengeneze kitu kama kile tena. Lazima atakutafuta ni ndio time sasa ya glory yako. I like that. I think tunataka kumalizia watazamaji wa Ndotangu TV. Tumalize na haya maswali mawili ama matatu ya mwisho. Katika nchi ambazo zimeendelea sasa hivi katika producing of music, kumekuwa na maendeleo ya kasi fulani hivi. Unaona? Kiwango cha kwamba sasa hivi msanii mkubwa akitaka kutengeneza nyimbo yake ila kuwe comfortable. Wanasema kama moja katika vitu vinafanya muziki uwe mzuri ni mtu kurekodi wakati ako comfortable. Na katika maendeleo waliojaribu kuyachipua ama kuya invent ni kwamba wanafanyanga home studios zile unakuta mtu anatembea
na vifaa vyake vya studio, anakuta msanii kwake, wanapiga msosi fresh, wanatengeneza beat, wanarekodia kwake. Hii tayari shaanza kwenye industry yetu ama bado tunaingia studio tu? Mimi nafanya hiyo kabisa. So home studio kwa YT kwa sawa. Mimi at times kuna msanii ananiambianga mahali pale studio kuna vile kuna usumbufu fulani, namwambia basi wewe unaweza kuja kwangu home ama naweza kuja kwako home bado ama tunaweza enda mahali kwingine kokote mahali unasikia ndio utakuwa sawa. Na ni wasanii wengi sana tumefanya muziki nje ya studio hapa na ikatoka fresh. Wow, that's so amazing. I like that. Labda tuweke kwa ujumla, na hili swali ni common sana but tungependa kusikia kutoka kwa YT pia atalizungumziaje. Ni changamoto kwa ujumla, changamoto kama 3 kubwa peke yake ndio tuokoe muda. Producers wanapitia haswa Mount Kenya region. Number 1 unapata kuna ni wasanii wenyewe. Unapata wasanii wengi hapa Mount Kenya region hawajalani music, hawajalani music business. Unaelewa? Apart from kuamka na unaimba bathroom. Wasanii wengi hawajui hata wanafanya muziki yao ni type gani. Hajui kama anaimba reggae, hajui kama anaimba, na kama ni hiyo reggae unajui kuna classes zake. Kuna hiyo dancehall, kuna roots, kuna rhythm whatever. Unaona ukikuja kuna mtu anaimba rumba, kuna seven, kuna anasema tu mimi naimba lingala lakini hajui classes, unaelewa? So wasanii wengi hawajalani music, hawajalani music business. Number 2, sasa unaona vile hawajalani music na hawajalani music business. Sana kwa music akikuja studio mnakuwa mnasumbuana. Kwa sababu unasikiza muziki yake, nasikia muziki wa msanii itakuwa rumba nzuri. Hajui weke kategori gani. Namuuliza mimi naona tutengeneza rumba, ananiambia wewe fanya tu, mimi nataka muziki ikae poa. Ukianza kutengeneza hajui anataka muziki yake ifanane na mtu fulani. Anambia bro hatuendi. Umepiga creative yani umejitolea yako yote, umepiga beat 30 minutes. Nasikia msanii anakuambia kuna vile nasikia hatuendi fiti. Kidogo ashaingia YouTube anakuonyesha muziki fulani, anakuambia mimi nataka ikae hivi. Number 3. Unaona? So inakuwa sasa msanii anakuwa tuna debate kubwa sana msanii kutengeneza kitu kizuri. Unaelewa? Na sasa wasanii kama wale, mimi personally mimi ikifika kama namwambia sitaweza hiyo kazi, kwa sababu pia mimi the only way a producer expresses themselves in a music ni kupitia vile ametengeneza beat, mastering, mixing yake. So ukikuja kwa YT ama msanii akue, tuseme for example kuna msanii alikuwa na record Nairobi, hapo anajua kuna mastermind. Kidogo amesikia mastermind, amesikia muziki wa mastermind uko poa, kama kuja mastermind. So akikuja anakosa kuelewa YT ni producer kivyake, hii ni studio kivyake. Kuna vile sisi tunafanya kazi zetu. So unapata anataka nimfanyie vile alikuwa anafanywa pale Nairobi. Sasa inakuwa ni shida, tunasumbuana. Ananiambia mimi producer fulani alikuwa ananifanyia hivi. Mimi nasikia ufai kukua hivyo. Mimi ni mimi, yule ni yule. Tuna working ideas zetu ni different. So unapata mnasumbuana kitambo, mkuja kuelewana inakuwa mnasumbuana sana. Unaelewa? So mtu anakuja anataka maybe kuna studio nzuri pale Nairobi, sijui nani studio. Kwa sasa anakuja hapa anataka nitengeneze muziki yangu sound ya ule studio. Yenye ni very impossible kwa sababu ule ni test yake na mimi ni test yangu. Unaelewa? Number 3 now that wasanii hawajui music business. Unapata sasa wasanii wengi wanakuja wakicomplain sina hela. Msanii ametengeneza muziki like 5 years, unasikia bado wanasema sina hela kwa sababu hawaja understand music business. Music business nayo inakuja hivi, ni msanii anajiuliza mimi naimba muziki gani? Naimba muziki wa injili, mimi naimba muziki wa secular. So marketplace yangu ni wapi? Sasa unapata msanii wa secular kidogo ameanza kufuata mikakati za msanii wa gospel. Msanii wa gospel naye anataka kuuza muziki yake vile muziki wa secular anauza. So unapata ni different. Msanii sasa anakuwa ameng'ang'ana miaka mingi akitafuta hela na hapati. So at the end of the day kama msanii hapati hela, sisi tumeajiliwa na wasanii. Unapata pia sisi sasa maisha yetu bado inabaki kwa chini. Unaelewa? Wow. Sasa na la mwisho nayo ni maybe sasa hiyo pia ni ya ujuzi. Unapata producer wengi hasa hapa Mount Kenya region wengi hawataki kulana. Wajifunze. Hawataki. Unajua inaweza kuwa ana uwezo wa kwenda shule.
But kuna vile unaweza kuja mimi kama mimi naweza toka hapa niende kwa producer fulani, nimesikia Hamza alitengeneza ngoma fulani ni fresh. Inabidi nimetoka nimeenda kwake nikamuuliza, bro, hii muziki nimesikia mastering yake ulipiga different sana, nasikia iko poa. Na mimi natamani nipige muziki yangu na hiyo mastering ikayo. Unaweza kidogo nionyesha vile ulifanya. Sasa unapata producer wengi hawataki kuachilia ule ujuzi wao alitengeneza na akufunza pia ile technique. Mwingine unapata wenye ni established already kama mimi watakubali tufanye kitu nitangwa showcasing things, like tunaweza patana ma producer wote, tuseme ni ma producer wa Meru, tupatane ni mahali. Mimi nataka kuonyesha, si mnajua ngoma zangu, niambieni muziki gani mna feeling gani nitengeneza, mimi nionyeshe kutoka scratch ile nilitengeneza ule muziki. Unaelewa? Haya, siku nyingine tupatane mwingine atuonyeshe, siku nyingine tupatane mwingine atuonyeshe. At the end of the day utakumela. Pia kuna software ma producer unapata wanatumia ma software different. Unaelewa? Unapata kwa producer unapata ni software yake ni different, mwingine software yake ni different. Maybe ningefunzwa na ule producer mwingine software anatumia, maybe ninge advance level yangu ya production, na pia maybe angelani yangu mengi ange advance level yake ya production. Pia kuna vitu zinaitangwa plugins, mnakuwa mnashare kidogo hapa na pale na at large na kuinai. So mimi ninge encourage ma producer wenzetu wenye tunafanya nao kazi tukue na hizo mazoea ya kutembeleana, kushare ideas nini. Na I think mimi nimeanza na example. I think hakuna producer mimi wa Meru nimementa, yes kuna wenye nimementa na bando mimi watembelea kwa studio zangu, share idea maze, umefanya nini lately poa, tuna share ideas, tuna improve yana mahali si improve. Pia mimi naenda na ngoma zangu zenye nimefanya lately, namwambia ni mwanafunzi wangu, yes but unajua pia yeye ni different na mimi. Namwambia unasikia muziki tunaweza ongeza nini kaipoa, ama hebu rank muziki. Ananiambia mimi nasikia umepiga poa, lakini hapo mastering kuna vile unajua huwezi lele masikio yako peke yako, hata mtoto anaweza akakufunza kitu na ukalearn. So I think tunafaa to follow the same route, tukua tunatembeleana, tunashare ideas, ita improve industry yetu at large. Wow, I like that. I think umeongea vitu muhimu sana ambavyo vinaweza kusaidia industry yetu ya music kuendelea labda kwa kiwango kikubwa. Nataka tumalize kabisa. Nitajie producer wako watano bora hapa Mount Kenya region, hasa Meru. Na unitajie muziki yako 5 bora ya wasanii unaowapenda Mount Kenya region. Ma producer ni wengi tunafanya nao kazi na wenye tunaelewana. So nasema kuna producer Jeff ambaye ni mwanafunzi wangu. Kuna Coach Dua anafanya kazi poa, pia ni producer napenda sana. Kuna Vincent kazi yake pia iko way out. Kuna Eriko wa Crystal Records. Yeah, anafanya pia kazi fresh, ni mshikaji wangu, tunafanya kazi fresh sana. Kuna Safu msanii, kuna Pitmaster, kuna Laimo mwenyewe ni producer, kuna Medi maze respect sana, ni mshikaji wangu wa maana pia sana, fanya kazi fresh. Na pia kuna maproducer wako upcoming sahi, especially big thumbs up sana kwa producer anaitwa producer Faye. She's the only female producer we have in Meru. Tunafanya naye hapa, pia ni producer noma sana. Na kuna pia upcoming producers kama kina Macolin, kina Aleb, kuna kina Rico G. Yani mimi napenda kazi ya producer wote actually. Yeah. I like that. Kila mtu ako na potential kivyake. Yeah. Wasanii watano, nyimbo 5 zako bora. Nyimbo 5 bora na hao wasanii bora. Wangapi? Sasa tukisema nyimbo bora, tutataja nyimbo zote kwa sababu nyimbo zote nishaifanya ni bora. Tunasema zile zako bora nzuri. Unajua kila kitu zote ni nzuri. Ungeniuliza nyimbo zenye zishawaifanya poa kuliko zingine. Unapenda? Haya 5. Si zenye napenda. Juu kuna nyimbo nishaipenda na mimi hata hamjaisikia. Sawa, basi zile ambazo zinajulikana ziko kwa mainstream labda.
Okay, let me talk of the artist. Kuna artist nimefanya artist wa Nairobi wengi, kina Vivian mmoja huyo, kuna kina Vivian na nataja tu generate note na numbers. Mount Kenya, acha tufanye Mount Kenya. Mount Kenya. Kuna Dauka, kuna Dayukim, kuna Makaim, kuna Merukuyu, Laimo, Safu msanii, Waitia wenyewe. Yaani ni wengi. Na msinipiga vita juu sitakutaja. Nimeweka namba so nimesema randomly mwenye amekuja saa mbele ndiye. Okay. Anyway, watakuwa wamekuelewa. I think to bless Ndoto Yangu TV kwa kazi tunayoifanya, labda na uambie social media handles zako, watakupata wapi na muziki wako watakupata namna gani, afu tufunge kipindi. Social media mimi personally utanipata kama producer YT. Kote Facebook, Twitter, Instagram, media yote, TikTok, M-Pesa, WhatsApp, what niko everywhere. Utanitafuta kama producer YT utanipata. Channel yangu ya muziki inaitwa Pro YT Music para YouTube, and usubscribe. Kuna channel ya studio pia inaitwa Mastermind Pro TV. Utaipata hapo, kuna ngoma za wasanii, playlist utapata. Kuna zingine ziko uploaded hapo, zenye haziko uploaded utapata kwa playlist. Zote ziko hapo. Facebook kuna Mastermind Pro Studio, Instagram Mastermind Pro Studio. Utaipata hapo pia kazi zetu. Shout out kwa Ndoto Yangu. Namba yangu kwa timeline. Aya, big up Ndoto Yangu TV. Ni TV noma sana, yani this is an awesome idea, an awesome station to watch too. Tunaomba kwa Mwenyezi Mungu next time tutakuwa kubwa zaidi. Tutakuwa kubwa zaidi ilivyo. Na mafans huko nje, let's support this TV. It's a good TV, it's a good platform for all artists and the creative industry. Let's support it. Kama huja subscribe mazee, sijui una watch nini nyingine. Kama huja subscribe sijui una watch nini nyingine mazee. Yani uko lost. Siku nyingine niliwaambia kama urekodi muziki Mastermind, you are lost. You don't even know what is music. Unawa biashara za. No. Kama watch Ndoto Yangu TV sijui una watch nini, hujui TV ni nini hata. Thank you so much bro. Thanks for your time. Yeah. Till next time I think wanakuambia ukishindwa kupanga ujue umepanga kushindwa. This is Ndoto Yangu TV and this is Fahamu Leo Show. Straight out on Ndoto Yangu Online TV. Behind the camera bado ni kuinjambi na wana na smile huko. Till next time. Thank you so much.